hiki kombe la Muungano ndio kombe kubwa kwa sababu unganisha bara na za. Tukichukua ile inakuwa vikombe 4. Na tukichukua hiki kikombe inakuwa kikombe cha 5. Mwisho wa msimu mtakuja kutuuliza mlisajili wachezaji kwa ajili ya kwenda nusu finali au msajili wachezaji kwa ajili ya makombe. Unaelewa? Na hii uone kama Yanga ni timu ya makombe. Kuna timu ya wanawake, mashindano 3 wameshiriki wanawake. Ngao ya Jamii, Ligi Kuu pamoja na Samia Cup. Katika makombe 3 ambao timu ya wanawake ameshiriki, kombe moja limeenda JKT Queens ambao ni kombe la Ngao ya Jamii. Kombe la Samia Cup, kombe kubwa kuliko kombe lolote, wamechukua Yanga Princess. Wamebakisha kuwa katika timu ya wanawake tuko vizuri. Kule timu ya vijana under 17, bingwa ni klabu ya Yanga, amechukua kikombe klabu ya Yanga. Unanielewa? Tumebakisha under 20 ambayo ipo katika Super 8, vilabu 8. Na hilo tutachukua. Kwa mwisho wa msimu tutakuja kufanya review. Timu ya wanawake tumechukua makombe gani? Timu ya vijana vikombe gani? Na kubwa vikombe gani? Hiyo tutakuja mwisho wa msimu, lakini nakuhakikishia Yanga ndio itaweka rekodi duniani. Hakuna timu ambayo itachukua vikombe zaidi ya 4. Hakuna. Mwalimu, tukiachana na hilo neno moja, kwa mpinzani wako Simba anaelekea katika mchezo wao dhidi ya Stellenbosch nusu finali. Mchezo utapigiwa kule New Amani Complex Zanzibar. Kwako wewe, malengo ya Simba wenyewe Ahmed leo hii ameibuka, wanasema kwamba ni mpaka finali. Unaiona Simba finali kwa namna ambavyo inajitengeneza hivi sasa chini ya Fadlu Davis? Kwanza, jambo la kwanza, inawezekana mashabiki wa Simba wakawa ni washamba tu pamoja na huyo msemaji wao. Kwa sababu hawezi kuweka malengo wao walisema wafike nusu finali. Lakini jiulize, imechukua miaka 7 wameenda kule kombe la loser nusu finali mwaka huu. Unanielewa? Sahihi. Lakini taswira la karaka wanakutana timu gani? Stellenbosch ambaye amemtoa bingwa mtetezi nyumbani kwake. Yaani timu ya 3 kwa ubora katika ligi ya Misri, Zamalek anafungwa nyumbani kwake, anavuliwa na ubingwa. Yeye wameshindana na timu nafasi ya 4. Kapigwa kule kaja kumtoa kwa penalty. Nataka kuulize, timu nafasi ya 3 imefungwa. Wewe umekuja kushindana na timu nafasi ya 4 ambao ni mpaka penalty. Ipi timu bora kwa akili za kawaida? Singano. Mbona swali jepesi? Watatujibu kwenye comment. No, wewe ujibu kwa akili zako. Wewe unasikiliza. Hiyo ndio unafanya makosa. Na haya makosa yote anayofanya ni yule jamaa anaitwa Deus Kaisile. Deus Kaisile ndo anafanya huo utoto wa kuaminisha mashabiki wa Simba kuwa Simba ni bora, wakati sio bora. Nimekuambia Simba wamekutana na timu inashika nafasi ya 4, wameshindana ligi ya Misri. Hao Stellenbosch wamekutana na Zamalek kwenye ubora, bingwa wa shirikisho, bingwa wa Super Cup. Stellenbosch anamfunga nyumbani kwake Zamalek International Cairo, nyumbani kwake. Mwalimu, Simba uioni nafasi yake dhidi ya Stellenbosch mchezo wa kwanza? Naulia tena, hawawezi, hawana nguvu hiyo, hawana uwezo. Labda meneja wa Mondoe kama meneja wamtoa Benjamin Mkapa. Ukiwa unamaanisha nini? Sole Mondoe meneja, uwanja ule wakageuza shamba la mpunga. Wamepewa uwanja siku 4 tu, wamevunja uwanja, wamechimba timba. Baada ya kutimba uwanja umefungiwa. Uongo kweli? Uwanja. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.